Naam, tunaendelea na tutakuwa hapa na mjadala, na moja kati ya mambo ambayo tumekujuza ni kwamba tutaangazia fursa za biashara ama fursa za kiuchumi kati ya nchi hizi tatu, Tanzania, Malawi na Afrika Kusini, nchi ambazo hivi karibuni zilikuwa zimewekeana vikwazo kwenye kuingiza bidhaa na baada ya kile ambacho kilionekana kama kutofautiana hivi ama hali tete hivi ya kidiplomasia, na baada ya hapo Wizara ya Kilimo ya Tanzania ikatangaza kuondoa mazuio yote yaliyokuwa yamewekwa kwa nchi za Afrika Kusini na Malawi ya kuingiza mazao nchini kufuatia majadiliano ambayo yanaendelea kutatua swala hilo. Taarifa ambayo imetolewa na Wizara ya Kilimo ya serikali za Malawi na Afrika Kusini zimewasiliana na Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki na ya Kilimo ili kutafuta suluhisho. Aidha, serikali imewahakikishia wakulima na wananchi uhuru wa biashara ya mazao ya kilimo kulingana na matakwa ya afya ya mimea, rasilimali za nchi zilizopo na mahusiano mapana ya kidiplomasia kwa faida ya wote. Na hivyo sasa kidogo imefungua milango kwa wafanya biashara kuendelea kufanya biashara zao wakati huu mazungumzo yakiendelea. Kwa kulitazama hili tutakuwa hapa na Ali Mkimo, mchambuzi wa masuala ya uchumi, kulitazama hili kiuchumi zaidi. Karibu sana Kimo. Shukrani sana. Lakini vile vile tutakuwa na Thomas Kibwana, mchambuzi wa masuala ya diplomasia. Karibu sana Kibwana. Asante sana. Kule Afrika Kusini sijui kama yuko tayari na sisi Fortunatus Kasomfi, tutaungana naye muda si mrefu, lakini pia Ephraim Mkali Banda, yeye ni mwandishi ambaye tutazungumza naye akiwa Malawi. Tuangazie hatua zinazoendelea katika mataifa haya. Lakini kwanza Mercy, tuangalie masuala muhimu ya kuyafahamu kuhusu hili ambalo tunalizungumza. Kabisa, tunapozungumzia swala hili tuangalie ni kwa namna gani lina ukubwa. Hasa tuangalie kwanza biashara zilizofanyika miaka 5 iliyopita, usafirishaji wa bidhaa Malawi na Tanzania, Afrika Kusini na Tanzania. Sasa kwa mujibu ya mtandao unaotoa taarifa mbalimbali za kibiashara za kimataifa OEC, unatueleza kwa miaka 5 iliyopita usafirishaji kutoka Malawi kuja Tanzania umeongezeka kwa 9.32. Hii ni kuangalia mwaka 2018 ambapo thamani ya bidhaa ilikuwa ni dola milioni 24.5. Kwa mwaka 2023 ikawa ni dola milioni 38.2. Kwa maana ya kwamba imeongezeka kwa 9.32 kutoka shilingi hizi dola milioni 24.5 ambazo ni zaidi ya shilingi bilioni 63, na mwaka 2018 ikawa ni dola milioni 38.2 ambazo ni zaidi ya shilingi bilioni 90 kwa mwaka 2023. Hii ndivyo ambavyo ilikuwa kwa miaka 5 iliyopita biashara kati ya Tanzania na Malawi. Ni bidhaa kutoka Malawi kuja Tanzania. Sasa tuangalie bidhaa Malawi kuja Tanzania. Sasa tuangalie bidhaa hizo ni zipi ambazo zimekuwa zikisafirishwa mara kwa mara. Ni bidhaa za soya pamoja na kunde. Hii ndio biashara ya mazao ambayo imefanyika zaidi kutoka Malawi kuja Tanzania. Sasa tuangalie upande wa Tanzania kwenda Malawi. Kwa miaka 5 usafirishaji kutoka Tanzania kwenda Malawi umeongezeka kutoka 25.1 ambapo mwaka 2018 ilikuwa ni biashara yenye thamani ya dola 70.4 milioni, ni zaidi ya shilingi bilioni 130 hadi dola milioni 215, zaidi ya shilingi bilioni 550 kwa mwaka 2023. Hii ndio thamani ya biashara ambayo imefanyika kwa miaka 5 iliyopita. Na sasa tuangalie kwa mwaka 2023 hali ilikuwaje. Tanzania kwenda Malawi kwa mwaka 2023 ambapo biashara iliyofanyika yenye thamani ya dola milioni 215, bidhaa ambazo zimeuzwa zaidi ni korosho, chumvi, kahawa, chai, pamba na bidhaa nyingine ndogo ndogo. Tuangalie sasa upande wa Tanzania na Afrika Kusini, biashara zimekuwa zikifanyikaje? Kwa kabla jenda Tanzania na Afrika Kusini, manake ni kwamba hapo kwenye utofauti wa Tanzania kwenda Malawi na Malawi kuja Tanzania, manake ni kwamba Tanzania inafanya biashara zaidi Malawi kuliko ambavyo Malawi wanafanya biashara hapa. Yani manake sisi tuna Malawi ni soko letu. Yes, tuna export zaidi Malawi kuliko ambavyo wao
wanaexporti Tanzania. Sawa sawa. Sasa tuangalie kwenda Afrika Kusini. Tunaelezwa bidhaa ambazo zinasafirishwa zinazo Tanzania kwenda Afrika Kusini ni dhahabu, makaa ya mawe, tumbaku, korosho, pamba, kahawa na bidhaa nyingine ndogo ndogo. Kwa upande wa Afrika Kusini sasa, wao wanaleta bidhaa gani? Bidhaa ambazo Afrika Kusini wanazileta Tanzania ni kama chuma, vyakula vya mifugo, tufaa ambazo wengi tunazifahamu kwa jina la apples, tumbaku, magari na bidhaa nyingine za viwandani. Nimeshangaa sana apples zisingekuwepo. Na zabibu pia. Yes. Kuna wakati mwingine tunazo lakini zinatoka pia Afrika Kusini. Kabisa. Sawa sawa. Hii ndio hali ilivyo kwa ufupi ya biashara inavyofanyika Tanzania, Malawi na Afrika Kusini. Sawa, hebu tutazame tu kidogo tupate tafsiri ya hicho ambacho tumekiona Mkimo. Hali ya biashara katika nchi hizi tatu unaionaje? Ukiangalia kwa Malawi, ina maana kama ambavyo ulizungumza, kuna kitu tunakiita trade surplus, kuna ziada ya biashara. Ukisikia trade surplus ni kwamba nyinyi mmekuwa kwa ukubwa tu mkiuza zaidi kwao kuliko wao jinsi ambavyo wananunua. Na ukisikia trade deficit au nakisi, ina maana nyinyi mnanunua sana kuliko nyinyi ambavyo jinsi mnauza, kitu ambacho huwa hakipendi Donald Trump. Kwa hiyo ukizungumzia hapa kinachotokea, kuna trade surplus kwa Tanzania kwenda Malawi. Hii inakuonesha kwamba kuna tija hasa za kibiashara ambazo zimekuwepo, na hii inaeleweka. Kwanza mahitaji ya Malawi ukiangalia tu kwa ukubwa, kwa sababu wao eneo la bidhaa za vyakula ni kama vile wana uhitaji mkubwa sana. Demand yao ni kubwa. Ukiangalia takriban asilimia 15 hivi wana food insecurity, lakini ukirudi tena kuangalia kwenye ile tunasema masuala ya njaa na vitu vya aina hiyo, population inafika hadi asilimia 20 wamekuwa kipitia changamoto za aina hiyo. Kwa hiyo bidhaa za vyakula ni soko ambalo lina demand kubwa sana kwao, lakini unaelewa pia kwa sababu ni landlocked country au land linked country, nchi ambayo yenyewe haijabarikiwa kuwa na bahari, ina maana imeunganishwa na ardhi. Kwa hiyo kwa ukubwa tu itategemea pia hata kupitisha ile transit, tunasema ile cargo transit. Kwa hiyo tukija tukuzungumzia swala la Malawi, biashara yenyewe kwa ukubwa ni kwamba kitendo chenyewe kuwa ni land linked country ina sifa ya kuweza kufanya biashara zaidi na nchi nyingine kwa ukubwa, hasa kwenye kupata ile mahitaji yake. Ukirudi kwa South Africa, of course wao wana masoko mengi makubwa ukijaribu kuangalia, na uchumi wao umekuwa unafanya vizuri. Kwa zile taarifa za mwaka 2023 zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 380 GDP inafika hapo. Wao wana masoko mengi kwa ukubwa, demand yao ni kubwa, na hasa soko la jewelry hivi vito imekuwa ni biashara kubwa sana kwa ukubwa kwao. So ukijaribu kuangalia wao wana masoko mengi, ndio maana muda mwingine imekuwa tofauti. Wakati mwingine tunapata trade surplus, tunapata ziada, wakati mwingine tunapata nakisi kwao, imekuwa ikibadilika kwa mtindo huo. Ndio. Kwa mantiki hiyo, vikwazo ambavyo vilikuwepo kwa mfano kati ya Tanzania na Malawi vilikuwa vinaiathiri zaidi Tanzania kuliko Malawi, sio? Yes, mwenye trade surplus anaumia kwa sababu ile ni soko kubwa, alikuwa akiuza kwa ukubwa. Lakini sasa ndio hivyo kwenye mifumo ya kibiashara, wakati mwingine reciprocity zikitokea haziepukiki. Even though sisi wachumi huwa tunasema hakuna hela inayopotea, unaweza reciprocate kwa kuweka tariff ili walau upate chochote kitu. Lakini sasa ndio hivyo, wakati mwingine anasema fanya kile kwenye masuala haya international relations, wenyewe wanakuambia fanya kile ambacho offender amekifanya, kitu kile ambacho yeye amekifanya. Even though sisi wachumi tunashauri sana weka taarifa wala tupate chochote kitu kama ambavyo Trump anafanya. Sipendi mtindo wake au ile imezidi. Amezidisha hata formula yenyewe aliyotumia ni kihuni kwa kweli. Na hapo kwenye kufanya kile ambacho wengine wamekifanya, tuangalie sasa kwenye upande wa diplomasia. Nafasi ya diplomasia katika eneo hili kwanza ilikwama kwa kiasi gani, na kwa sasa hivi inaweza ikaendelea. Yani kwa maneno mafupi nimesema maneno marahisi, tuseme yani tulifikiaje hapo tulipofika? Asante. Tulifikia hapo kwa sababu kwanza Malawi ilivyozuia bidhaa zetu,
haikutupa warning, ikazuia tu, na Waziri Hussein Bashe alisema kwamba alifanya jitihada zote kuwasiliana na mwenzake kwa upande wa Malawi, lakini wakawa hawatoi jibu lolote. Sasa ikalazimu sasa na Tanzania kuchukua hatua. Mchumi Ali hapa akasema kwamba kwenye masuala haya makatazo hayafurahi sana, lakini kwenye hili kisiasa tunaweza kusema kwamba limefanya kazi, na Waziri Hussein Bashe alikuwa sahihi, kwa sababu sasa hivi tarehe 2 Mei waziri wa mambo ya nje wa Malawi Nancy Tembo pamoja na waziri wa viwanda na biashara na waziri wa kilimo wa Malawi wanakuja Tanzania kwa ajili ya mazungumzo. Lakini haya yote ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya reciprocity ambayo Tanzania ilionyesha kwamba sisi mmetufanyia hivi, basi na sisi tutafanya hivi. Ndio maana nao wanakuja mezani. Naye waziri wa mambo ya nje ya South Africa naye akasema yuko tayari, South Africa yuko tayari kuzungumza na Tanzania kuhusu swala hili na kurekebisha pale ambapo kuna makosa. Kwa hiyo nimefurahi kwamba serikali ilichukua hatua na hatukulala tu chini tukakubali kupigwa haya mateke, kwa sababu ilibidi tulinde wafanyabiashara wetu, ilibidi tulinde bidhaa zetu. Sasa natumai sasa mazungumzo yatakapoanza watatoka na makubaliano ambao yatakuwa na manufaa kwa pande zote zinazohusika kwenye mazungumzo haya. Kuna kitu chochote ambacho nyewe wachambuzi na wafuatiliaji wa masuala ya diplomasia mnaona kama ni kiini, yani kwa nini waliamua kuchukua hatua kama hizo? Na ni kwa nini pia Malawi na Afrika Kusini kwa pamoja? Kwa nini? Sasa hapo tunaweza tukaenda kwa kuhisi tu, kwa sababu hakuna ripoti rasmi ya kwa nini wamefanya hivyo. Lakini naweza nikasema kwamba labda ni masuala ya ushindani ya kibiashara. Huenda Malawi na South Africa walikuwa na makubaliano fulani kuhusu biashara ya bidhaa za kilimo, kwa namna ambao wameona kwamba wanaweza sasa wakitenga Tanzania wao wakanufaika zaidi. Kwa hiyo nadhani ni masuala tu ya kibiashara ambao waliamua kuturuka sisi Tanzania na kufanya makubaliano yao, lakini ndio hivyo tumeonyesha kwamba na sisi kwamba sawa, mkitufanyia hivi na sisi tutaonyesha kwamba uwezo wetu na sisi tutazuia bidhaa zenu. Kwa hiyo nadhani ni masuala tu ya kibiashara. Nchi hizi mbili zilikaa zikakubaliana, zikaona kwamba okay, namna bora sisi kufanya biashara ni kuitenga Tanzania. Kisa namna walivyoifanya ndio imesababisha na sisi tuwe na reaction ambayo tumekuwa nayo. Sawa. Ali Mkimo, tujuze ni vitu gani ambavyo vinalinda soko? Yani sisi tunawauzia Malawi, ni soko letu, na Afrika Kusini ni soko letu, na sisi hivyo ni vitu gani ambavyo huwa ni muhimu sana katika kulinda soko? Kwanza kabisa inabidi uangalie tunakiita internal demand, yani lile hitaji la ndani limefikia kiasi gani. Kama una ziada ya kutosha, basi unaweza sasa ukapeleka nje kwenda kuuza. Lakini pia kama ni bidhaa za viwandani, kuna kitu tunakiita protectionism, ulindaji wa viwanda vya ndani. Ndio kama hivyo unaweka kodi, wakati mwingine unaweka hizo barriers, tunaita tunasema vikwazo vya kikodi na visivyo vya kikodi, yani tariff barriers na non-tariff barriers. Na mara nyingi vikwazo visivyo vya kikodi unaweza kuvikuta huko mipakani kwenye hizo one stop border post. Mfano unaweka quota, unasema bwana mnaingiza mwisho kiasi fulani cha bidhaa ambazo mnaweza mkaleta, au unasema bidhaa kuingia kwangu kwa kuna rule of origin, yani wewe ndiye ambaye umezizalisha hizi bidhaa, isije kama umechukua sehemu nyingine unazifanyia rebranding na packaging alafu unaleta unasema umezalisha wewe, unakuwa unatuonea. Hasa kwa bidhaa kwa nchi ambazo zipo kwenye hizi regional blocks, na maana tumekubaliana tu tuna soko la pamoja, yani common market, lakini pia tuna ushuru wa pamoja, common tariff. Na yote haya tunayojadili, hizi changamoto ambazo zinakuja, unaona kabisa biashara zimekuwa zina vikwazo, tunashindwa kufikia kwenye hatua ya 3 ambayo tunasema ni common currency. Kama leo hii tungekuwa tuna sarafu ya pamoja hata kwenye hizi regional blocks, amini usiamini hizi changamoto usizione zikitokea. Lakini sasa ndio hivyo, kama mambo yamezungumza Brother Thomas hapa, unaweza kufika muda mtu unaona kwamba nikifanya biashara na fulani inaweza kuniongezea, kwa sababu yeye thamani ya currency yake ni kubwa sana, nikienda kule kwake yawezekana akiba yangu na ujazo ukawa ni mkubwa wa fedha kuliko ambavyo ningeweza kufanya na mwingine. Kwa hiyo ukipiga mahesabu unaweza kufikia kwenye hiyo hatua. Lakini pia wakati mwingine unalinda kwa sababu unahitaji zile bidhaa au tunasema au biashara izunguke zaidi kutokea ndani kwa wakati huo ukilinganisha na nje. Lakini pia unaweza kaweka hizo standards kwamba ili uingize bidhaa nahitaji nimeweka vipimo au standards aina fulani ili kuweza kuzifikia hizo standards. Ukifikia basi unaweza ukafanya biashara na mimi. Kwa hiyo unaangalia vitu vingi, lakini kubwa hasa soko la ndani na mahitaji yake na kuwalinda wale wafanya biashara wa ndani ambao wamekuwepo, kwa sababu kuna baadhi ya bidhaa tunasema zenyewe zinazalishwa kwenye soko ambalo tunaliita oligopoly market, soko ambalo lina wazalishaji wachache ambao hawa wana vibali wa kuzalisha hizi bidhaa. Kama ikitokea
unaacha hili soko lisiwe kwenye mtindo wa oligopoly, tegemea kuona watu wengi zaidi wakiagiza hizo bidhaa. Zikiagizwa zinaweza kuwa nyingi zaidi, wale wazalishaji wa ndani ambao wanazalisha zile bidhaa wanajikuta bei ambao wanaweza kupata ni ile bei au bei ambao wanatoza itakuwa ni bei ya chini sana, kwa sababu tayari kuna ongezeko la bidhaa. Kwenye law of demand and supply, ugavi wa bidhaa ukiwa nyingi, bei inashuka. Anayeumia ni mzalishaji wa ndani, na nguvu yake yeye au mtaji wake kukua unashuka chini zaidi. Kwa hiyo utaangalia vitu vingi, lakini hasa soko la ndani na kuwalinda wale watu wako wa ndani, kwa sababu ukiacha soko lile la nje, nyinyi mtakuwa mnategemezi wa bidhaa kutokea nje, kitu ambacho kinakwenda kuathiri pia hata ukuaji wa uchumi wenu, sarafu ambayo mko nayo, yani ile fedha yenu, pamoja na vitu vingine vingi, lakini hasa ile flow of trade yote inakwenda kuvunjika, mnajikuta mkipata hasara na GDP kushuka zaidi. Kwa hiyo vipo vingi vya kuangalia, lakini hasa utaangalia protectionism kutokea ndani, kulinda wale wafanyabiashara wa ndani, viwanda vyako vya ndani, na kuhakikisha kwamba kuna flow of trade kutokea ndani ili kuitunza pia na thamani ya sarafu yako. Asante sana. Tulikujuza hapo kama tunaweza tukapata nafasi ya kuzungumza na wenzetu kutoka Malawi na Afrika Kusini, na sasa hivi tunaambiwa tayari Fortunatus Kasomfi, mwandishi kutoka Afrika Kusini, yupo na sisi hapa. Habari za wakati huu, karibu sana. Asante, habari za hapo nyumbani? Hapa ni salama kabisa. Tujuze hali ilikuwaje baada ya kupokea taarifa hizi ya kusitishwa kwa biashara kati ya Afrika Kusini na Tanzania? Kwa kifupi ni kwamba watu wengi walihuzunishwa na wengi waliona kana kwamba hii sasa inakwenda kuwa ni ya kiuchumi au kibiashara baina hizi nchi mbili, kwa sababu hata kabla ya zuio hili kulikuwa na biashara ambazo zinahusisha nchi hizi mbili, ambazo nikisema nchi mbili nazungumzia kuhusu Afrika Kusini na Tanzania, lakini ndani ya hizi nchi kuna nchi kadhaa ambazo hunufaika sababu ya njia. Nikisema njia ni kwamba Tanzania anapokwenda nchini Tanzania akipita katika nchi mbalimbali ikiwepo labda ni Zambia, Zimbabwe au Malawi, wote huko kulikuwa kuna sehemu ya kiuchumi ambayo ilikuwa inanufaika kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo baada ya zuio hili watu wengi walikuwa na ile sintofahamu, wanasema na kutokujua kwamba kesho itakuwa nini. Na hivi sasa kwa ujumla naweza kusema kwamba diplomasia iliyoweza kukaa hapo au namna ambavyo wameweza kukaa chini na kuweza kuweka sawa jambo hili limekuwa ni njema sana, na ni heri kwa wafanyabiashara na wajasiriamali waliopo katika nchi hizi ambazo zinahusika katika biashara hii ya umoja. Na hadi sasa hivi mmepata tetesi zozote kwamba ni nini hasa kilikuwa chanzo cha usitishaji wa biashara hizi kutoka huko Afrika Kusini? Naam, ni kweli kwamba wafanyabiashara wa nchi hizi husika wenzetu wamekuwa na umoja au mshikamano wa pamoja kuweza kuangalia namna gani wanaweza kupata chochote au kuingiza aina ya ile kulinda maslahi yao, kitu ambacho kwa sisi nyumbani nadhani kilikuwa ni kitu ambacho kinafanyika katika hali ambayo ni ya upekee. Kisema hivi ni kwamba zile taasisi au ule umoja ujumuiko wa wafanyabiashara wa hizi nchi, wao wenyewe mara zote huwa wanakuwa na nafasi ya kukaa pamoja na kuongea kama chama au taasisi, na kwamba wanahitaji kuwepo na kesho ya mfanyabiashara au kesho ya muhusika katika hiyo biashara. Kwa sisi wafanyabiashara wengi wamekuwa wakifanya biashara zao wenyewe kama wenyewe, yani upekee. Hili nadhani limekuwa ni tatizo ambalo linahusisha kwamba wakati fulani mtu anakuwa ana maamuzi yake yeye au yanakuwa na athari kwake yeye binafsi pasipo kuhusisha wengine ambao wamekuwa katika mzunguko ule. Kwa hiyo ukiangalia kwa wenzetu wamekuwa katika mfumo wa kuwa na umoja au ule mshikamano, na sauti yao siku zote husikika na kufikiwa kwa ukaribu zaidi na serikali. Kwa hiyo naweza kusema kwamba serikali iliweza kusikiliza aina au namna ya kuweza kuwasikia wale au kilio chao kwa watu ambao wako kwa pamoja, na walikuwa wakizungumza kwamba kuna biashara fulani tunaifanya na hatujaona kwamba ina manufaa, au tumeona sehemu hatufikiwi mizigo yetu au mizigo yetu haifiki kwa wakati husika. Hilo ndio hasa nimeliona na nimegundua kwamba kwa sisi inahitaji sana kuwa na umoja, mshikamano, kuliko kuwa mtu mmoja anayefanya biashara na kunufaika yeye.
Inatakiwa hapa tuwe na umoja na mshikamano. Naam. Asante sana Fortunatus. Tumesikia hapa Kibwana aliyezungumza kwamba njia ambayo sisi tunaitumia biashara kule ni ya moja moja kuliko ya kwa pamoja. Kwenye eneo hili la uchumi wa diplomasia ya uchumi inazungumza nini kati faida ya kufanya mtu biashara moja moja au kwa mshikamano? Kweli ni nafuu zaidi na manufaa zaidi kwa wafanyabiashara kuwa na umoja na mshikamano ili kuweza kupeleka hoja zao kwa pamoja kwa mamlaka husika, inakuwa ina nguvu zaidi. Lakini pia sasa inapokuja kwenye swala la diplomasia, hata pale ambapo wafanyabiashara wa nchi yako wanapokuja na madai fulani, wewe kama serikali ukiona kwamba hatua hii itaathiri biashara au mahusiano yako na nchi nyingine, busara ni kuzungumza nao kwanza kabla ya makatazo na kujaribu kuona kama inaweza kupatikana middle ground. Kuona kubaliana kabisa kwamba walichofanya wafanyabiashara South Africa kama ilikuwa kuungana na kupeleka hoja zao kwa serikali yao na kusema kwamba kuna shida 1 2 3, hilo ni jambo jema kabisa. Lakini sasa kabla ya katazo litakiwa serikali ya South Africa sasa iwasiliane na sisi na kutoa malalamiko yao, malalamiko ya wafanyabiashara wao, na kuna ni kwa namna gani ambavyo sasa tungeweza kuboresha zaidi ili tusifikie hatua hii. Lakini kama ulivyosema sasa ni funzo kwa wafanyabiashara wa Tanzania sasa kuwa na muunganiko na wao kuweza kupeleka hoja zao na madai zao kwa pamoja, kwa sababu mkiwa kwa pamoja inakuwa na nguvu zaidi kuliko kwenda mtu mmoja mmoja. Sawa kabisa. Tunashukuru na tusubiri sasa tuone mazungumzo yatakayofanyika tufikisha wapi ama yatazaa matunda kiasi gani. Lakini kwa wakati huu biashara zinaendelea kama kawaida na tumwambia mazungumzo yanaanza, mazungumzo ambayo yatafanyika hapa Dar es Salaam. Asante sana Ali Mkimo, shukrani sana kwa kuungana nasi. Asante sana pia Thomas Kibwana. Tunamshukuru pia kipekee kabisa Fortunatus Kasomfi akiwa kule Afrika Kusini. Na Kasomfi, tunawapongeza pia Watanzania ambao mlikuwepo hapo wakati tunashuhudia mechi ya Simba ambaye sasa amefuzu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Asante sana Kasomfi. Kasomfi jana alikuwa ananiambia bwana, niko kwenye mechi bwana, subiri kwanza, alikuwa anamtafuta ananiambia subiri kwanza, niko kwenye mechi, nikitoka nitakurudia. Mkimo nakupongeza pia bwana, kwa sababu nchi yetu inapiga hatua sana kwenye michezo ambayo inachangia kiuchumi. Kabisa. Na uzuri wa hali yeye pamoja ni Yanga, yeye ni mzalendo. Jana akafurahia kweli chini kabisa. Nimeona alikuwa na raha sana jana bwana. Ndio maendeleo tunayotaka. Tunakamilisha hivyo na tunaendelea na mengine muda si mrefu.